Sasa walifanya, sister yangu makosa yenye alifanya ni kuamini mtu ajui. Aliamini mtu ajui na akaamini mpaka kulala na huyu mtu. Wakalala na yeye, maana pale kulipatikana vitu za kupima ukimwi, condom zilipatikana pale. Kwa hivyo alienda kulala na mtu ambaye hajui. Alimwamini mtu na kumbe mwenye anaamini ni muuaji. Dunia leo unaamini watu, unawapea roho yako yote, baadaye wanapanga vile watakumaliza. Semeni amen. Sasa that's what happened. Alidungwa kisu ya mguu, na kuna mshipa inakuaga hapa, iko very sensitive, iko na damu mingi sana, na hii damu ina supply kwa roho. Kwa hivyo ukikata hiyo mshipa, damu inatoka nyingi sana. Sasa ilitoka mingi sana, akakosa damu ya roho, na alipokosa damu ya roho akaaga dunia. Na nimekwambia mimi sioni makosa ya sister yangu kukunywa pombe, sioni makosa ya yeye kuitwa date, kwa sababu yeye number 1 hajaokoka. My sister hajaokoka, mimi ndio nimeokoka. Semeni amen. Hajaokoka. Kama mimi ndio ningeshikwa kwa mapombe basi kitu hiki, lakini my sister hajaokoka. Yeye ni mtu wa raha kutoka zamani, yeye hajaokoka. Mimi ndio kuhani. Hata watoto wangu wanaweza fanya vituko za aina hiyo, maana mimi ndio nimeitwa kama prophet, lakini wao hawajaitwa pengine.